Ni jambo jema sana msikilizaji, tumekutana hapa kuendelea kuisikiliza simulizi yake Mara, na of course tupo mwishoni, yani hatuwezi tukazidi zaidi ya episode 2. Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa mazuri msikilizaji, na tuendelea kufahamu yapi atakuendelea kwa Mara. Tayari alikuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa, na Ryan amemtakia birthday njema, huku akimpatia ripoti ya kwamba ameshapata mpelelezi ambaye anaweza akawasaidia kufuatilia swala lao lile. Langu jina ni Lucas Lumbas, tarishaji ni Chuchu. Basi bwana, kwenye mida ya saa 6 hivi Michael alikuja nyumbani. Alinyokea moja kwa moja kunikumbatia huku akinitakia heri ya siku ya kuzaliwa. Nilifurahi sana. Nilimshukuru na kufurahia kuwa mikononi mwake. Aliponiachia alijitupa pembeni yangu, huku sasa akishusha pumzi. Nilipomtazama hivi, alikuwa ni kama mtu ambaye hajalala siku mbili. Nikamwambia kwamba vipi, mbona uko kama mgonjwa? Usiniambie ni Husna tu huyo. Basi Michael akasema, hataki kabisa ni kuongea na mimi wala kuniona Damara. Mimi nimejaribu kumuomba msamaha na kuomba rafiki wetu urudi, lakini sasa eti ameniadhibu kwa maneno yangu mwenyewe. Amesema ananipa kile nilichotaka, kuwa tusiwe marafiki tena. Kwa hiyo haongei na mimi. Tukikutana barabarani, yani atabadilisha njia, au kama akiwa na mpenzi wake basi wataanza kushikana wewe na kuongeleshana, yani basi tu, yani chochote tu ili niteseke. Yani Damara, mimi natamani sana ni kungekuwa na switch ya kuzima hizi hisia. Yani najikaza sana yani nikipishana nao. Yani mimi huwa najifanya kama sijali, lakini ukweli nilikuwa ni moyo wangu unaniuma sana. Unajua kuna wakati Damara yani ni kama hivi, yani ninachoka kujikaza. Sasa hivi mimi ndo ninaye mkwepa. Sidhani kama hata mimi naweza tena kuigiza mbele yake. Yana ananichanganya akili yangu sana na sijui cha kufanya yani. Michael alitulia huku akiwa amegemea kiti akiangalia juu. Hata mimi mwenyewe nilishusha pumzi. Natamani nisiingilie, lakini huyu ni ndugu yangu. Kwa hiyo sipendi kumuona akiwa hivi. Nilimwambia kwamba mimi na swali moja tu. Je, uko tayari kumwambia hisia zako? Yaani uko tayari kufanya vyovyote kumpata? Michael akasema kwa sasa hivi hakuna nitakachopoteza tena nikimwambia hisia zangu. Sema ndio hivyo tu, yani hataki hata mimi nimsogelee. Yani hanipi hata nafasi. Yani mimi sijawahi kupenda hivi Damara. Yani sijawahi. Nikasema okay, wewe ni mdogo wangu na nataka kusaidia. Huyo Husna anajua kuwa mimi dadako? Michael alicheka kidogo akasema unajua hakuna mtu anayejua hilo. Unajua kabisa mimi sipendi umaarufu. Nikasema okay, vizuri. Unaonaje nikikusaidia leo upate nafasi ya kuongea naye? Yani nikawaimbia, mkadance na mkaongea na kupata chakula cha jioni. Afu mimi nitalipia vyote na mimi ndo nitamleta. Cha msingi tu wewe uvae upendeze, afu mimi nitawaandalia kitu romantic tu. Sema wewe tu asani ujue utakachosema. Michael akasema mimi siwezi kuruhusu ufanye hivyo dada. Leo ni siku yako na bado tena umechoka, una tumbo kubwa, ona ulivovimba miguu. Alafu bado tena hata naona kama utaingia gharama tu. Mimi siwezi kukuruhusu uteseke dadangu. Nikasema kwa hiyo unasema tumbo langu ni ulemavu? Hebu niangalie Michael. Hakuna kitu mimi nitakachofanya leo zaidi ya kukaa tu. Na maisha yangu yanaboa kama yalivyo. Kwa hiyo nipatie tu nafasi ya kufurahia maisha kupitia wewe, please. Michael alicheka akasema kwa hiyo kumbe hili ni kwa ajili yako. Mimi dhani ni kwa ajili yangu na Husna. Nikasema Michael, unachezea bahati yako. Unataka ama utaki? Basi niliuliza kwa msisitizo. Michael akasema kwamba okay, nataka. Kitu pekee ninachotaka ni Husna wewe wangu tu basi. Nikasema sawa basi. Ndoto zangu zitatimia leo usiku. Umesikia wewe nipe taarifa zote za Husna. Yaani majina yake kamili na kozi yake bila kusahau namba yake. Kisha mimi nitajua cha kufanya. Michael akaniuliza kwamba una mpango kufanya nini? Nikasema hilo alikuhusu. Cha msingi wewe vaa upendeze vizuri. Haya. Toka afla leo ninaenda kumtumia Michelle kwa namna ambayo wewe hautaamini. Nilisema kwa furaha huku sasa nikichukua simu yangu kumpigia Michelle ili kumpa majukumu hayo. Michelle nikaambia kwamba kwanza kabla sijaongea, Michelle akasema kwamba bora umepiga, kuna keki kama 4 hivi zimekuja hapo ofisini kwa ajili yako na bado kuna zawadi kadhaa hapa zimeingia. Nilicheka kidogo nikasema sijui tutazifanyia nini, lakini naamini hautakosa kitu cha kuzifanya. Cha msingi ni kuzipiga tu picha, lakini nimekupigia kukupa majukumu mengine. Michelle akasema Mara, hizi keki ni kutoka kwenye kampuni ambazo umefanya nazo balozi, kwa hiyo nadhani zitakuwa salama. Nikamwambia okay, mimi sikuwa na mpango wa kufanya kitu, lakini
hebu zitunze, nitamtuma dereva kuja kuchukua. Michelle akasema, na mimi nimekuwekea oda ya keki na hiyo ni kutoka kwangu. Nikasema, jamani, haukuwa hata na haja ya kufanya hivyo. Anyway, asante sana. Basi zote zitakuja nyumbani, itabidi tu nialike watu sasa ili tuweze kula hizo keki zote. Basi Michelle alicheka kidogo akasema ya kwamba hapo itakuwa vizuri. Ulitaka kunipa kazi gani? Basi nimuelezea kila kitu nilichotaka kufanya na akaonekana kufurahia mawazo yangu. Inaelekea hata yeye amechoka kufanya kazi za ofisi tu. Aliniaga kwa furaha huku sasa akiniambia ataanza kufanya booking. Sasa baada ya kukata simu nilimweleza mama kila kitu na mama yangu akaivaa shughuli nzima. Ghafla iligeuka ni chakula cha jioni na Gordon. Mama alishaanza kupiga simu kushoto na kulia, kualika hawa watu wachache tu, huku akipigia watu wa chakula na keki na vinywaji. Yani iligeuka fujo pale ndani. Hata Michael mwenyewe aliyekuwa na huzuni aliingizwa kwenye zoezi la udereva, maana aliongozana naye hadi ofisini kwenda kuchukua hizo keki. Sasa mpaka inafikia saa 12 jioni, nyuma nyumba yetu palipendeza. Kulikuwa na meza ndefu sana ya kulia chakula. Yani kulikuwa kuna buffet ya chakula na kuna buffet ya keki. Yani mtu alikuwa anapita anachukua keki aliyotaka kula kwa sababu ziko za ladha tofauti tofauti. Mimi nilivaa gauni simple tu jeusi, liko kama haya magauni ya stara. Lilikuwa na mingao mizuri sana shingoni pamoja na mikononi. Nilipendeza sana. Yani uso wangu ulitengenezwa vizuri na nywele zangu fupi zilitengenezwa vizuri. Saa 12:30 ndio nilitoka ndani ambapo meza nzima ilikuwa imejaa, yani kila mtu wa muhimu alikuwepo pale. Kasoro Kian. Wapiga picha walikuwa wanafanya kazi zao za kunasa matukio huku nikisalimia tofauti tofauti. Mrs. Mapesa alikuwepo. Wapiga muziki wangu wote walikuwepo. Michelle na watu wote ofisini kwangu walikuwepo. Marafiki zangu na familia zao, yani waume na watoto wao walikuwepo. Bado familia yangu pia ilikuwepo. So nilijaa tabasamu kubwa sana. Mimi sikudhani kama kitu kama hiki kingeujaza moyo wangu hivi. Hii ndio mara ya kwanza mimi kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Na mama yangu ndo ameniandalia yote haya. Yani kama ungesema, yani kama labda ungesema maneno mwaka jana tu nisingekuamini. Kweli mwaka mmoja unaweza kubadili mambo mengi sana. Mtu mmoja tu ndo anakosekana hapa ili siku yangu iweze kuwa ya furaha zaidi. Nadhani unamjua Kian. Sijui kama nitaweza kumsahau kabisa. Yani kufikia kipindi ambacho nitaweza kumaliza siku bila kumwaza. Tulikuwa na wakati mzuri wa kula na kupiga story hadi ilipofika saa 2 ambapo kila mtu aliruhusiwa kutawanyika. Mimi sikutaka kupoteza muda. Nilidhamiria kumsaidia Michael na bado nilihitaji kuwa kwenye kikao na Ryan baadaye kidogo. So niliingia kwenye gari pamoja na mdogo wangu huko Michelle akinifuata nyuma, na leo nilikuwa nikipigiwa gitaa tu na mtu mwingine kabisa. Yani Michael. Ndio, yule Michael rafiki yake David ambaye tuligombana na kupatana kipindi kile ndo huyu ambaye anatakiwa kunipigia gitaa leo. Inasemekana amekuja kuwa vizuri sana kwenye muziki, kwa hiyo nasubiri kulipima swala hilo siku ya leo. Na nitamani sana ningekuwa na Devi, lakini mtoto wao ana miezi 2 tu na bado wamefunga safari wote ili kuja kusherehekea na mimi. Bora nimpe hiyo nafasi ya kupumzika na familia yake. Japo najua ningemuomba angekubali, lakini isingekuwa haki kwake kabisa. Basi gari lilipaki kwenye bustani moja hivi iliyojitenga kidogo. Kuanzia sehemu ya kuegesha magari unaweza kuona palipopambwa na kupendeza. Sasa Michael aliuliza akasema kwamba hivi, aisee, usiniambie umefanya vyote hivi kwa ajili yangu? Michael aliuliza sasa akishangaa. Nilicheka kidogo ngasema hapana. Mimi nimefanya kwa ajili ya wapita njia tu. Hebu John nikuelekeza hapa usije ukaniabisha. Basi nisema sasa nikimvuta. Michelle na watu wengine walikuwa wanamalizia kuweka vitu vizuri. Sasa nilimwambia kwamba Husna atakuja muda si mrefu. Wakati huo utakuwa umesimama pale panapomulikwa pale. Yeye atatembea kwenye hayo maua kukufuata. Mimi na wajina wako tutakuwa pale kwenye stage ndogo, umesikia? Japo taa zitazimwa, kwa hiyo hautaonekana. Nimewaza niimbe Nyota au wewe unaambia unapenda wimbo gani? Nilimuuliza Michael akasema kwamba unajua Husna anakupenda sana. Wimbo wako wote tu utakaoimba utakuwa sawa kwake. Michael alisema na kunifanya nitabasamu na kufurahi zaidi. Nikasema kwamba okay. Sasa playlist yangu ya nyimbo zote za mapenzi nitaimba hapa. Akishafika mtadance, kwa hiyo usiniaibishe, umesikia? Dance huku sasa mnaongea kidogo kidogo. Sasa tukimaliza wimbo wa pili sasa tutawapisha ili umwage moyo wako kwake.
alafu tutarudi kupiga mziki tena ili kuweza kufurahia majibu ya ushindi. Umesikia? Michael alishusha pumzi. Akaniuliza kwamba una uhakika atanikubali? Nikamwambia wewe na uhakika kama nilivyo na uhakika kuwa tumboni nimebeba kiumbe. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, Husna anakupenda. Yaani wewe ndo unatembea na moyo wake. Wewe ngoja utaona, yani utakuja kunishukuru baadaye, wewe ngoja. Basi nitaka kuendelea kuongea lakini Michelle alikuja kutuambia kuwa Husna anakaribia kufika. Nilimtakia Michael heri zote kisha mimi nikaenda jukwani na kukaa kisha pakazimwa taa. Najua ninajihangaisha sana lakini niache nifurahie mapenzi kupitia watu wengine kwa sababu najua hicho ni kitu ambacho siwezi kukipata tena. Basi Michael yule rafiki yake Devi aliniambia kwamba nimefurahi sana kupata nafasi ya kukuona tena mara. Ni muda umesonga. Sasa msikilizaji, tulikuwa tumekaa tu jukwani tukisubiri muda wetu wa kuanza kazi. Kwa hiyo nikamjibu Michael kwamba asante sana Michael, mimi mwenyewe nimefurahi kukuona pia. David anasema umekuwa mtata sana, ndio nasubiri kuliona hilo. Michael alicheka kidogo akasema usiwaze. Hayo pia alikuwa ni maneno tu ya Happy siku ya kwanza tulipokutana. Michael alisema hivyo nikasema Happy ndo nani? Michael akasema si ni ex wangu. Alitulia kidogo lakini nilisikia huzuni kwenye sauti yake. Nilimwambia kwamba pole, unaonekana bado unampenda sana Akasema lakini sio kila mtu ni fungu lako hapa duniani. Kwa hiyo nimejifunza hilo somo. Basi alisema hivyo. Na mimi nilifungua mdomo wangu kusema kitu lakini sasa tuliona gari langu nililolitoa ile kwenda kumchukua Husna likiingia na kupaki. Husna alishuka haraka alipomuona mdogo wangu amesimama kwenye jukwaa dogo ambalo lilikuwa limepambwa kwa maua. Alianza kutembea juu ya maua yaliyomwagwa barabarani ili amfikie Michael. Na mimi muda huo sasa nikaanza kuimba wimbo wa nyota. Husna alistuka kidogo kwa sababu nilianza bila mziki lakini baada ya muda bila shaka alidhani ni remix tu na tabasamu lake likarudi sasa akimsogelea mdogo wangu. Walipokaribiana Michael alikunjua mikono yake na Husna akamkimbilia na kumkumbatia. Alafu bado Michael anasema hajui kuwa Husna anampenda. Huyu mpuzi sana. Nilipofika beti wa pili niliuimba kwa hisia sana tu. Basi nilipomaliza huo beti na kuingia kwenye chorus niliona Husna akilaza kichwa chake kifuani kwa Michael na kuanza kulia. Vitu vinaenda vinaenda vizuri kuliko hata nilivyokuwa nimetegemea. Sasa nilipomaliza chorus nilitulia na kumwacha Michael apige gitaa kidogo. Na kweli uko vizuri. Hapa hata Devi mwenyewe anawekwa bench. Itabidi niongee naye vizuri kuhusu kunipigia kwenye albamu yangu ambayo ninaitengeneza sasa hivi. So Husna alitulia na nikaona wakienda kukaa kwenye sofa ambalo tuliliweka pale lakini sasa mimi nilitegemea wangekaa baadaye sana, sio mapema hivi. Walienda kukaa na kuanza kuongea. Na bila shaka huu ndio muda ambao mdogo wangu alikuwa akimwaga moyo wake sababu alionekana alikuwa akiongea kwa hisia sana. Sio siri, masikio yangu yaliniwasha. Nitamani ningeweza kusikia wanachoongea lakini badala yake nimwambia Michael kwamba wimbo mwingine wa kupiga. Sasa tuingie kwenye wimbo mwingine, piga wimbo mwingine. Basi tulianza kuimba You and Me taratibu sasa wakiendelea kuongea. Lakini kitu ambacho sikutegemea ni mdogo wangu kumwacha Husna kidogo na baada ya sekunde chache alirudi kisha taza pale tulipokuwa tumekaa zikawaka na kunifanya sasa nifunike uso wangu kidogo kutokana na ukali wa mwanga. Uzoefu wangu wote wa kutumbuiza nadhani umeisha. Lakini Husna alikuwa akiruka na kupiga kelele za shangwe. Nijikuta nikiishia kucheka badala ya kuendelea kuimba. Naharibu kila kitu. Nilimnyoshia mkono kumruhusu na alikuja mbio na kunikumbatia. Husna akasema, happy birthday jamani. Unajua Michael alivyoniambia ni wewe ndo unaimba, mimi sikuamini. Unaimba vizuri sana kuliko zile ulizorekodi. Husna alisema hivyo. Nilicheka na kumshukuru. Na aliniachia na kurudi kumkumbatia mdogo wangu kisha wakakutanisha midomo yao. Nilisema ya kwamba mngenionya basi. Nilisema sasa nikifunika macho yangu. Nilalamika nikasema sasa Michael, hii picha sasa haitafutika kwenye ubongo wangu. Nilalamika kabisa kwa sasa nikiwa nimejisahau. Michael aliyekuwa anapiga gitaa pembeni yangu alicheka akasema kwamba picha ya mimi kupiga gitaa sio mbaya kiasi hicho Godeni. Alisema na kunifanya sasa ninyanyue mkono wangu kujaribu kumpiga lakini bahati nzuri alikuwa mbali kidogo. Basi nilisema ya kwamba siongee na wewe, naongea na mdogo wangu bwana. Nilisema kwa hasira kidogo. Mungu wangu, nimesahau kabisa kama Michael hakutaka hilo lijulikane. Niligeuka na kumkuta Michael akinitazama kwa hasira, lakini Husna alikuwa amejaa furaha kama vile amini.
Alikuwa anakazana kumuuliza mdogo wangu ambaye ni mpenzi wake mpya kwa nini hakumueleza mapema. Sijui Husna alimwambia nini, lakini mdogo wangu alicheka na ile furaha yake sasa ikarudi. Baada ya kuona zoezi langu limekamilika hapa, naona ni wakati mzuri sawa mimi kwenda nyumbani. Niliposhuka nilimkumbatia tena Husna, nikamwambia kwamba karibu kwenye familia. Yaani akikuzingua tu huyo usisite kuniambia. Nilisema na kumuona akicheka. Basi niliagana na mdogo wangu na kumwambia mimi nawaachia dereva ili aweze kumsindikiza Husna. Sasa mimi niliondoka na gari nililokuja nalo huku Michael akiniendesha hadi nyumbani. Nilipofika nilimshukuru na kuagana naye huku sasa tukikubaliana kuwasiliana tena kwa ajili ya kufanya kazi pamoja. So nifika nyumbani nikiwa nimechoka sana. Mama alikuwa akinisubiri sebeni. Basi mama akauliza kwamba vipi mmefanikiwa mlichoenda kufanya na Michael? Mama aliuliza sababu ilibidi nimwambie kuna kazi nahitaji Michael anisaidie. Siwezi kumwelezea kuwa nilikuwa naenda kumsaidia Michael kutongoza mwanamke. Yaani hawezi kunielewa kabisa. Nilimwambia kwamba ndio, sema tu mimi nimechoka. Anamalizia kuweka vitu sawa kisha atakuja. Nimemwacha na dereva wanasaidiana. Mama akasema hapo sawa, sababu nitaka nihakikishe tu mko salama ili nilale. Mambo mengine tutafanya kesho. Mama alisema hivyo, so mimi nimshukuru kisha tukaagana, nikaenda chumbani kuoga na kujiandaa kwa ajili ya kikao. Nilipoamka asubuhi nilikuwa nimechoka sana, lakini nilikuwa nina furaha kubwa kwa sababu kazi ya upelelezi inaanza leo. Tumekubaliana kuwa atakuwa anatupatia ripoti kila baada ya wiki 2 juu ya maendeleo ya kazi yake. Na baada ya kupitia salamu zote za pongezi nilipoweka jana mitandaoni, niliinuka kutoka kitandani na kuingia kuoga tayari kwa ajili ya kuanza siku mpya. Nilipofungua mlango nijikuta sasa nikibaki nimesimama mlangoni kwa sababu pale mlangoni chini kulikuwa kumetandikwa kanga. Wakati huo sasa nikiendelea kushangaa nilimuona Michael akiendelea na zoezi la kutandika kanga za mama njia yote ya kuelekea sebeni. Nikamuuliza kwamba Michael unafanya nini? Basi aliachia zile kanga haraka na kuja mbio akasema kwamba Malkia wa dunia umeamka. Malkia uishi milele. Alisema kwa kinama na kunifanya nicheke. Nikamwambia kwamba kwani umepatwa na nini? Michael akasema dadangu, wewe ni malkia. Ya dada mimi nakutandikia hizi nguo kwa sababu yani hautakiwi kanyaga chini. Nikasema hivyo na kichaa nini? Ngoja mama kukuta umetandaza hapa kanga zake chini. Utamtambua. Akasema mimi nitazifua bwana. Hilo hata lisikuwazisha hata kidogo malkia. Yaani ulionifanyia jana ni kubwa sana. Yaani wewe pita tu dada, pita. Mimi ningekuwa naweza hata kukubeba ningekubeba lakini kwa sababu siwezi. Kwa sitaki kanyage chini. Pita dada. Alisema hivyo, niliposikia hivyo nilicheka na kuanza kutembea juu ya zile kanga kwa radi kwenye meza ya chakula. Sasa Michael alinifuata haraka, akasema kwamba hakuna haja ya wewe kujisumbua, acha nikuwekee kila kitu. Hata ukitaka nikulishe mimi nitakulisha. Alisema hivyo, nilicheka tu na kutulia nikimwacha aniwekee chai pamoja na vitafunwa. Basi nikamwambia kwamba nataka yai la kukaanga, unaweza kunitengenezea? Akasema dakika moja. Alisema nikuelekea jikoni. Baada ya muda kidogo alirudi na sahani yenye yai la ukaanga. Nilicheka na kumshukuru kisha nikaanza kula. Nilimwambia kwamba haya maigizo yametosha sasa kwa leo. Toa hizo kanga za mama alafu uje unisimulie kila kitu. Nilimwambia alitikia kwa kichwa na kwenda kufanya hivyo. Baada ya muda alirudi na kukaa pembeni yangu. Nilimsisitiza kwamba niambie kila kitu. Michael alisema kwanza dada asante sana. Sijui hata ulijua nini lakini ni kweli Husna ananipenda. Yaani ananipenda ni kuanzia zamani sana lakini sasa mimi ndo sikuliona hilo. Yaani kila kitu ni kimekuwa kama ulivyosema. Nikamwambia kwa hiyo vipi? Amekukubali ama sababu niliona anyway, si unajua tena na hapo uliniambia ana mpenzi. Kwa hiyo nisijielewa sasa nimekwaje. Michael alicheka akasema Husna unajua ni chizi sana. Yule hakuwa mpenzi wake. Yule bwana alikuwa ni mtoto wa mama yake mkubwa. Sasa ilipotokea nasoma chuo kimoja na baada ya Husna kuona sina muda naye, aliamua kujaribu kuniambia hivyo ili sasa apime kama ninampenda. Nikasema kwa hiyo amegundua nini baada ya kukupima? Michael akasema akagundua kuwa mimi ninampenda na nina wivu sana. Ndio maana wakaanza kugusana kila tukikutana ili tu anitese na yani na kunisukuma kusema ukweli. Na of course mimi nampongeza sababu yani of course mimi nisukuma kusema ukweli. Na sasa hivi sisi ni wapenzi. Na wewe kufanya yote yale ilinipa nafasi kubwa sana. Yaani ameona nimejitoa sana kwa ajili yake. Kwa hiyo asante sana. Sasa hivi mimi na furaha sana. Husna ni mwanamke mzuri sana. Najiona mbali sana naye. Nikasema haya bwana, napenda ukiwa na furaha hivi lakini nakukumbusha tu kuchukua hatua moja baada nyingine. Msio na haraka ya mambo hata kidogo sawa. Bado mna muda sana kwa hiyo furahieni maisha wala msijiharakishe. Michael akasema sawa tutafanya hivyo dada lakini sijui hata nikulipe nini dada yangu.
Nikasema mimi kukuona ukiwa na furaha hivi ni malipo tosha. Sikupenda kuona ukiwa na huzuni. Basi Michael aliacha tabasamu kubwa akasema kwamba nakupenda sana dadangu, nakupenda sana, yani sana. Basi awamu hii mimi ndio niliacha tabasamu. Nikamwambia kwamba unajua kabisa nakupenda zaidi. Basi tulibaki tukitaniana pale kwa furaha, huku sasa moyoni nikifurahi zaidi kumuona mdogo wangu katika hali hii, na niliomba kwa Mungu upendo hili liwe la kweli. Siku zilikimbia haraka sana na hatimaye tarehe 24 Disemba ikafika. Niliamka asubuhi moyo wangu ukiwa umechoka sana. Leo ni siku ya kuzaliwa ya Kian. Na kama angekuwa hapa leo angetimiza miaka 29. Natamani sana ningekuwa naye hapa leo, naamini siku hii ingekuwa ni furaha zaidi baada ya kuwa siku huzuni, lakini hayo yote ni mapenzi ya Mungu. So nipitia picha nyingi sana nilizopiga na Kian na kuchagua picha ambazo tulipigwa na Ryan bila sisi kujua, na alikuja kututumia baadaye. Mimi nilikuwa nimelaza kichwa changu kwenye miguu yake na yeye alikuwa ameinama kidogo akikata kucha za vidole vyangu. Picha nyingine tulikuwa jikoni ile siku tukipika pilau. Picha nyingine tulipigwa tukiwa tunaangalia movie sebuleni, lakini macho yote ya Kian alikuwa kwangu. So nilichagua hizo 3 tu na kuziposti, huku nikiandika ujumbe mfupi chini yake kama nilivyofanya kwenye siku yangu ya kuzaliwa. Niliandika ya kwamba wanasemaga time heals, lakini miezi yote hii hakuna kilichopona. Siku ya leo ingekuwa nzuri zaidi kama ungekuepo hapa pembeni, lakini kazi ya Mungu haina makosa. Yeye ndo anajua ningetoa chochote ili uweze kuwa nami siku ya leo, lakini hiyo nafasi sijapatiwa. Pengo lako halitaweza kuzibwa daima. Sidhani kama kuna mtu atakayeweza kunipenda kama ulivyonipenda wewe. Lakini najipa moyo katika kuamini kwamba tutaonana tena. Bado nakuwaza, bado nakukumbuka sana na ninakumisi sana Kiani wangu. Christmas hii haitakuwa rahisi bila wewe. Heri ya siku ya kuzaliwa. Heri ulizaliwa kwa ajili yangu. Heri mimi niliyepata nafasi ya kukufahamu na kukujua katika hicho kipindi kifupi. Upendo wangu kwako ni wa milele. Msikilizaji, nilishusha pumzi na kuweka simu pembeni baada ya hiyo posti. So niliegemea vizuri kitanda na kulia. Baada ya kuweza kuwa na nguvu miezi yote hii, leo ni ruhusu kulia. Nilia kwa muda hadi nilipohisi kwamba moyo wangu umepata nafuu kidogo. Hatimaye niliinuka na kwenda bafuni kuoga tayari kwa kuanza siku nyingine. Haikuwa siku nyepesi kwangu hata kidogo, hasa nikikumbuka maneno alioniambia Kian mwaka jana kwenye siku kama hii. Mwaka jana kipindi kama hiki tulikuwa tunakimbizana tuna Julia wa mwezi mmoja. Hiyo ndio sababu hatukusherehekea siku yangu wala ya kwake kuzaliwa. Nakumbuka alitumia siku nzima akiwa na Julia kwa sababu D hakuwa vizuri. Aliporudi alinikumbatia na kunibusu, sasa kinaahidi kuwa mwaka mwingine utakuwa mzuri. Kwamba huu mwaka tungesherehekea siku yake kuzaliwa kama nilivyotaka. Nilitabasamu tu na kumwambia ahadi ndeni. Hatimaye mwaka mwingine umefika na siwezi hata kumkumbusha ahadi yake. Ibada fupi ya kuyakumbuka maisha ya Kian iliandaliwa na mimi sikuweza kuzuia machozi yangu pale Mrs. Mapesa aliponipatia nafasi ya kuongea baada ya yeye kusema maneno kadhaa kwa ajili ya mwanae. Nilisema ya kwamba sijui niseme nini, hii nafasi kubwa umenipa mama, lakini sijui cha kusema. Kwanza jana nimekuwa nikijiuliza maswali mengi sana. Leo nilipoamka nilikumbuka maneno ya Kian aliponiambia mwaka jana tarehe kama leo. Aliniahidi mwaka huu tungekuwa na nafasi ya kusherehekea siku yake ya kuzaliwa vizuri, lakini hakuna jua kesho yake. Pamoja na kuyakumbuka maisha ya Kian na kumwenzi, tujifunze kutoka kwake pia. Kian aliniwekea ahadi, lakini kesho sio yetu. Kesho ni ya Mungu, kwa hiyo ishi leo. Ishi vizuri na ufurahie kila wakati kwa sababu hakuna jua kesho yake. Nilimaliza yale maneno na kushuka kutoka kwenye madhabahu kwa sababu ibada ile ilifanyika kanisani, kwenye kanisa ambalo Kian alikuwa hapo. Mimi nilishuka na kwenda kukaa pembeni ya Mrs. Mapesa ambaye aliuchukua mkono wangu kama njia ya kunifariji. Nilimtazama na kujaribu kutabasamu lakini sikuweza. Baada ile ibada fupi kuisha, kila mtu alipewa pulizo la rangi ya blue. Ilikuwa rangi pendwa sana ya Kian, lakini mimi nilipewa kwenye box kubwa lililokuwa na njiwa wengi sana weupe. Nakumbuka kufungua lile box na kuwaruhusu wale njiwa wote kutoka, walijaa pale juu na kupeperuka huku akipendeza sana. Kama upendo ungekuwa unarudisha mtu, basi Kian angerudi. Lakini leo ni kama siku nyingine nyingi tu ambazo ninahitaji kufuta machozi yangu na kujitia nguvu kwa ajili ya mwanangu. So mwezi wa kwanza uliingia haraka sana na Jordan ameamua mwaka huu hawezi kumpita tena akiwa bachelor. Hivyo anategemea kumvalisha pete rafiki yangu wiki ijayo. Mimi ndo niko mwanzoni mwa mwezi wa 9 wa mimba yangu, kwa hiyo nimechoka kweli kweli.
Lakini hilo halitanizuia kuimba kwenye sherehe ya rafiki yangu mpenzi. Leo nilikuwa nikifanya mazoezi na kuchagua nyimbo nitakazoimba. Nadhani hii itakuwa ndo mara yangu ya kwanza nimeimba mbele ya watu wengi kidogo tangu hata kabla Kian hajapata majanga. Watu wengi wa muhimu watakuwepo, hasa wachezaji mpira. Bila shaka watakuja na wenzi wao. Na bado pia kuna marafiki wa Jordan, Case na ndugu. Kwa hiyo itakuwa ni sherehe nzito kidogo. Kwa hiyo lazima tu nifanye mazoezi kwa sababu sasa hivi nimejikuta nikipata changamoto ya kusahau mistari ya nyimbo zangu mwenyewe. Wale wanaosema mimba inaharibu akili ya mama nimeanza kuamini kabisa. Kwa hiyo inabidi nifanye mazoezi ili niweze kukumbuka kila kitu vizuri siku yenyewe ikifika. Hizo siku chache zilikimbia haraka sana. Natumai siku yenyewe ikafika. Leo nilifanya bidii kidogo katika kuvaa kitu cha kupendeza zaidi. Nivaa gauni jeusi kubwa kama hizi ya baya, lakini lenyewe lilikuwa na mingao myeusi. Bado sijapata amani ya kuanza kuvaa nguo za rangi. Na namshukuru Mungu familia yangu na marafiki hawajaongea lolote. Kichwani niliwekewa haya mawigi mazuri sana ya kizungu. Kwa kweli sijui nilipata wapi huo uvumilivu wa kuvumilia kuwekewa mawigi kurembo hadi kila kitu kikamilika, lakini nilipojitazama kwenye kioo nitabasamu. Nilipendeza sana, hata macho yangu yanaona hilo. Basi mwisho wa siku mimi ni mwanamke, hivyo sikuwahi ukumbini kama ninavyotakiwa. Nadhani mimi ndio kati ya watu wachache walioingia ukumbini wenyewe, yani bila mwenzi. Lakini watu wengine wote walikuja na wenzi wao. Hata Michael aliyekuwa analalamika kuhusu kuachwa na mpenzi wake alikuja na mtu leo. So baada ya picha kadhaa nilizopigwa kwenye zulia jekundu, nilipitiliza hadi ndani na kwenda kutafuta meza iliyojitenga karibu na ukuta ili niweze kuegemea vizuri ule ukuta. Nilishusha pumzi baada ya kukaa vizuri, huku sasa nikitamani shughuli ianze haraka. Bahati nzuri mhudumu alitokea na kuniuliza kinywaji. Nilimtajia soda niliyotaka kisha nikatulia kusubiri. Basi mpiga picha alisogea mezangu akasema kwamba hebu tabasamu kidogo, itakuwa dhambi star kama wewe ukitokea kwenye picha umenuna hivi. Nilicheka tu baada ya kuitambua sauti na sura yake. Huyu ndio yule kaka alinisaidia ile siku niliyopataga pancha, unakumbuka lakini kusema kweli sikumbuki jina lake. Basi nikamuuliza kwamba hivi kumbe wewe ni mpiga picha? Niliuliza ili kukwepa kulitaja jina lake. Akaniuliza kwamba Gordon, tulionana dakika chache, hakuna nilichokuambia zaidi ya jina langu au umelisahau? Aliuliza hivyo. Nidanganya kasema hamna, nalikumbuka kabisa. Nidanganya sasa nikijitahidi kukumbuka, lakini hakuna kinachokuja, yani hamna kitu. Basi yule kaka akasema hebu niite kama unakumbuka. Alisema sasa akikunja mikono yake kifuani na kutabasamu. Nikamuuliza kwamba kwani huu umekuwa mtihani? Niliuliza sasa mimi nikijitahidi kufikiria. Yule kaka alicheka sana akasema kama ungekuwa unakumbuka ungekuwa umeshalitaja. Basi kwa bahati nzuri nilishalikumbuka. Nikamwambia kwamba nakumbuka kabisa jina lako. Nilitaka tu nikuone utafanyaje. Basi nilisema na kumalizia jina lake. Yule kaka alizidisha kucheka. Na hapo ni baada ya mimi kumtaja Greg. Akasema Mungu wangu, Greg ndo nani? Mimi naitwa Timo. Bora hata nikwambie tu kabla hujaanza kuniita Mwanaisha. Alisema na kunifanya nicheke. Nikasema nisamehe, ni kwamba tu bongo wangu umekuwa mdogo sana, nashindwa kukumbuka vitu. Basi nijitetea na Timo akasema kwamba usiwaze, hata hivyo tulikutana miezi kama 4 hivi iliyopita, kwa hiyo singeweza kukumbuka. Alisema na kutulia, akiangalia wapiga picha wengine wakiendelea kufanya kazi, na kisha akanigeukia akasema kwamba haya, hebu tabasamu sasa nipate picha kadhaa hapo alafu nimalizie hii kazi ili tuweze kuongea sasa. Nadhani leo ndo siku ya wewe kulipa lile deni langu. Alisema sasa akiweka kamera jichoni na kuanza kupiga picha kadhaa kisha akaondoka kuendelea na kazi yake. Nilikaa kwa utulivu huku sasa nikinywa soda kwa amani, lakini haikupita muda watu walijumuika na mimi. Michael pamoja na huyu mwanamke aliyekuja naye walihama kutoka meza waliokuwa na kuja meza yangu. Sasa Michael akasema kwamba huyu anaitwa Happy, ni mpenzi wangu. Michael alisema kwa furaha baada ya kusalimiana na mimi na kulazimika kumkumbatia Happy muda mrefu hadi nikaanza kukosa pumzi. Inaonekana huyo mpenzi wake ni shabiki wangu wa damdam. Sasa Michael alimwambia mpenzi wake kwamba baby, sidhani kama nahitaji kumtambulisha huyo. Mpenzi wake akasema kwamba hakuna haja, nani asemjua Gordon. Alimwambia mpenzi wake kisha akanigeukia na kuanza kuniuliza maswali. Utadhani niko kwenye interview. Tena interview ya kulipwa, kwa hiyo natakiwa nijibu kila kitu. So wangu ulijaa tabasamu kubwa zaidi nilipomuona Cindy akija kwenye meza yangu.
Nilijiona ni mchelewaji tu, lakini rafiki yangu amevunja rekodi. Alipofika na kumuona Michael, alifurahi na kumkumbatia huku akisalimiana. Basi Cindy akasema kwamba unaendeleaje? Lo, nimekuumiza afu ni miaka. Unajua Dave huwa ananigusia tu juu, lakini sijapata kabisa nafasi ya kukuona. Cindy alianza kuongea sasa akija ukaa pembeni yangu. Michael akasema kwamba ndio kitambo sana, kabla hata tujaendelea, huyu ni Happy, ni mpenzi wangu. Michael alisema hivyo. Nilishangaa mbona amekuwa na haraka sana kumtambulisha, lakini nilipomtazama mwanamke mwenyewe nilimuona ni amekunja sura. Lo, huyu atakuwa ndo yule aliyepewa cream ya wivu na Mungu. Kwa hiyo wimbo wake umekolea hasa. So Michael alikuwa na yani anaongea huku sasa kijaribu kumkumbatia. Mimi nikauliza kwamba kwanza niliamua kubadili mada. Labda hilo tulitawapa amani kidogo. Nikauliza kwamba mume wako yuko wapi? Usiniambie amekuruhusu uje hapa mwenyewe. Niliuliza na kumuona Happy akishusha pumzi kidogo na kuanza kutabasamu tena. Sasa Cindy akasema kwamba mimi nimemwacha hapo nje. Nimeona nasalimiana na kila mtu, alafu sasa mimi nabaki tu hapo ni kama picha tu. Yaani akishanitambulisha tu huyu ni mke wangu, nikasalimiwa basi wanaanza kuongea mambo yao. Mimi nabaki hata sielewi. So nikaona nije tu nikutafute kuliko kuanza kuteseka huko nje. Cindy alisema kwa uchangamfu bila hata kuelewa kitu kinachoendelea pale mezani. Sasa mimi huku nikichanga akasema kwamba wewe David ni pasua kichwa wakati mwingine yani. Hata hivyo na moyo sana wa kuweza kuwa mke wake. Basi mbevu Cindy huku nikitabasamu. Cindy akasema kwamba ni upendo tu. Si unakumbuka tulivyokuwa tunagombana kabla ya kuoana Kwa sababu yake kichwa chake naona ni ilifikia mahali akaona hataki ujinga. Hiyo siku bwana tuligombana nikamkalia kimya siku 2. Hiyo siku akaja kunifuata chumbani tuongeana, ndipo akanivisha pete na ndio safari ikawa hivyo. Basi Cindy alisema hivyo. Nilimwambia sana jambo jema. Basi Cindy alimgeukia Michael na kuanza kuongea naye. Sasa mimi nikitulia na kumalizia soda yangu ya pili. Labda sasa hivi niagize juice. Haikupita muda, Dave alikuja akiongozana na wanaume wawili. Tulisalimiana pale wakajitambulisha ni wachezaji wenzake na Jordan, na hapo meza yetu ikajaa kabisa. Sherehe ilianza muda mfupi baada ya pale na nikajitahidi sana kwenda kuimba. Jordan na Casey walinielewa mno. Waliweka sofa kwa ajili ya mimi kukaa nikiimba. Yaani mtu akiniona utadhani ninaimba nyumbani. Japo kuna nyakati niliamua kutokuonekana mzembe na kusimama kutembea kidogo sasa nikiimba, lakini kwanza asilimia kubwa ya muda nilioimba nilikuwa nimekaa. So baada ya tukio la kuvalishana pete kuisha na mimi kuimba nyimbo kadhaa tena, nilikuwa nafasi ya kurudi ukaa sasa. Nilipokuwa nikihisi uchovu wa ajabu, niliona kama vile yani kila kitu ni kilele tu. Hivyo nitoka na kwenda upande mwingine wa ile hoteli ambapo kulikuwa na bwawa la kuogelea. Nilikaa kwenye vile viti na kuegemea huku sasa nikiangalia nyota na kupapasa tumbo langu. Nilikuwa nimekaa vizuri sana, yani sikutamani hata kuinuka pale. Nilimsikia mwanangu akihangaika na kunifanya nicheke. Nikamwambia kwamba unaonekana utakuwa mtundu sana kama babako. Nilimwambia hivyo mwanangu sasa nikipapasa tumbo langu. Wiki 2 au 3 hivi zijazo hatimaye nitamshika mwanangu na kumuona sura yake. Huko kuvimba miguu, kuchoka, kusikoisha, kukosa usingizi, kuuma mgongo, vyote vitakuwa na faida wakati huu nikimshika mwanangu mikononi. So nisikia mtu akisema ya kwamba unajua ni hatari kwa mwanamke mjamzito kukaa mwenyewe tena sehemu kama hii, sio salama kabisa. Nilishtuka na kugeuka, lakini nikaishia kutabasamu nilipomuona Timo. Nikasema ya kwamba Timo, unafanya nini hapa? Nilimuuliza sasa nikirudisha macho yangu kwenye nyota. Timo akasema kwamba mimi nimekuja kukutafuta, nimekuangalia kule ndani haupo. Alisema huku akija kukaa kwenye kiti pembeni yangu na kuegemea. Kisha akasema, haisi hapa mgongo unanyoka vizuri." Nikasema, "Ya, itabidi niweke kiti nikiweke kwangu." Nilisema hivyo na kumfanya acheke. Timo akasema kwamba sasa utakiweka ndani au nje? Nikamwambia popote tu, cha msingi kiti kiwepo nikikihitaji. Basi alicheka kidogo na kutulia sasa na yeye akiangalia nyota. Timo alisema kwamba nimefurahi kukuona leo, nadhani ule wakati wa kulipa deni lako umefika. Nikamwambia, "Niambie nalipaje?" Timo akasema, "Hata sio gharama, ni kama hivi tu kupata nafasi ya kukaa na wewe, ni malipo tosha." Nimwambia, hayo ni maneno mengi sana kumwambia mwanamke anayetegemea kujifungua ndani ya mwezi." Nimwambia hivyo Timo alicheka sana. Akaniuliza kwamba umewaza nini huko kichwani kwako? Nikamwambia kwamba usiniambie unataka nitamke maneno Timo. Mimi siwezi kuingia kwenye mahusiano, sio sasa wala baadaye.
Alafu pili mimi ni mjamzito. Bwana nilivyovimba kila mahali. Nini kinavutia? Yaani kinachokuvutia hapa ni nini sasa? Niliongea kwa hasira kidogo. Timo akasema kwamba Gordon, mimi sijaongea maneno yoyote kuashiria hilo. Kwa hiyo sijui nini kimekufanya uwaze hivyo, lakini pia mimi nimevutiwa na jinsi tu ulivyo. Mimi siwezi kukataa kuwa hilo ni kweli. Of course nimevutiwa na wewe kama wewe. Sio swala la maumbile au ujauzito au ulivyoimba, si au ulivyo na tumbo kubwa. Mimi sijali vyote hivyo. Ni kwamba tu mimi napata amani ya tofauti sana ninapokuwa na wewe. Hata usipoongea kitu bado unanipatia amani na kunifariji. Mimi sijawahi kupata hicho kwa mtu yeyote tofauti na ex wangu ambaye nimepitia kipindi kigumu sana kumwachia. Timo alisema na kunifanya nijisikie vibaya. Hakuwa na nia hiyo. Naona yale maneno ya kina kesi yaliingia akilini mwangu. Basi nijitetea nikasema kwamba nisamee Timo, ni kwamba tu yani kama kichwa changu hakipo sawa. Timo akasema hakuna shida, mimi naelewa kabisa. Hii haitakuwa mara ya kwanza kumpenda mwanamke mjamzito. Alisema na kunifanya nitoe macho kidogo. Nikasema yani kwamba unanipenda ama? Timo akasema like not love. Kiswahili yani akijafafanua vizuri basi niseme na kuelewa. Aliniambia hivyo nikasema hapo sawa. Unajua upendo lazima uchukue muda kukua Akasema lakini ukishakuwa na ukomaa haufi haraka. Kwanza mimi sidhani hata kama unakufa, ni kama ukate mbuyu lakini usingoe mizizi. Ule mbuyu utakuwepo tu. Basi nitabasamu kidogo nikasema ni kweli kabisa, upendo haufi. Unasema sio mara yako kwanza kuvutiwa na mwanamke mjamzito, yani kivipi? Timo akasema unajua ex wangu tulianza mahusiano akiwa na mimba mtu mwingine. Ni mwanamke niliyempenda sana tangu zamani, sana tu. Na ni kwa sababu yake niliingia kwenye hili swala zima la kupiga picha na kuanza kufanya kazi kwenye kampuni yake. Huko sasa nikitafuta namna ya kumpata, lakini sasa haikuwa bahati yangu. Alipata mwanaume na wakaoana ghafla tu. Yaani ni ile mtu yaani ni kama anakuongea asubuhi kukuambia kwamba anaenda kwa mume wake ambaye jana hakuwa naye. Sio niliumia sana siku ile na sikutoka kabisa hotelini kwa sababu tulikuwa tukiwa daki kazi. Na hapo kesho yake tulihitajika kuendelea kufanya kazi pamoja. Lakini mimi siwezi kumlaumu kwa sababu mimi sikuwa nimemwambia chochote. Sasa mwezi mmoja baadaye mimi nikiwa Arusha nikiendelea na maisha yangu, tena sasa nilikuwa nimeanzisha mahusiano na binti moja hivi ambaye alikuwa ananipenda kwa muda mrefu sana. Sasa nilivyorudi Arusha na majeraha yangu alinipokea na kuanza kuniganga. Mwezi mmoja tu baadaye ex wangu alirudi Arusha na kunipigia simu. Kama mjinga tu niliacha kila kitu na kwenda kumsubiri uwanja wa ndege. Sikujali kwa ile siku nilihitaji kukutana na mpenzi wangu. Sikujali hilo kabisa, mimi niliacha kila kitu kwa ajili ya ex wangu. Basi nikampokea nikampeleka kwake hadi nikamsaidia kufanya usafi, chochote alichohitaji nifanye. Na tamaa akaniambia ni mjamzito na ameachana na huyo mume wake. Timo alitulia kidogo na kushusha pumzi. Nilikaa kimya kwa sababu nilimuelewa. Kuna wakati ukiwa unakumbuka vitu hisia zinakuzidi, inabidi tu ukusanye nguvu zako kabla ya kuendelea kuongea. Basi Timo hakuhitaji kuniambia yote hayo, lakini inaonekana hajawahi kupata mtu wa kuongea naye juu ya hili. Inaonekana ni kitu ambacho kimekuwa kinamtesa ndani. Hivyo nilitulia na kumsikiliza tu. Timo aliendelea kusema kwamba yani huwezi amini lakini nifurahi sana kuwa hatimaye nimepata hiyo nafasi ya kuwa naye. Mimi sikujali kabisa kuwa alikuwa labda na watoto kwa mwanaume mwingine tumboni mwake, mimi sikujali. Hivyo ndio jinsi nilivyompenda yule mwanamke. Ile jioni nirudi nyumbani na kuachana na mpenzi wangu. Yaani sikutaka kuendelea kumdanganya, na kwa wakati ule niliona nafasi niliyokuwa naitafuta maishani nimeipata. Hivyo niliachana naye bila kujali hisia zake. Kwa hiyo nikajitoa kumsaidia ex wangu, kuganga vidonda vyake, kumtunza. Na ujauzito wake ulipata changamoto na nijitolea kufanya chochote kwa ajili yake. Hatimaye mimi nilishindwa kuvumilia na kumueleza yangu ya moyoni. Ilichukua muda lakini alinikubali hatimaye. Kwa hiyo tukaanza mahusiano akiwa na tumbo kubwa tu, lakini nijiona ni mwanaume mwenye bahati kuliko wote duniani. Semezi mili baadaye mume wake aliumwa. Next wangu alichanganyikiwa na hakujali hata kuhusu mimba yake wala hakuhangaika kuniuliza mimi mpenzi wake. Alikata tiketi ya kuja Dar ili amtunze mume wake. Na unajua nilifanya nini baada ya hasira yangu kuisha? Timo aliniuliza. Nilisema kwa wasiwasi, vipi uliachana naye ama? Timo alitabasamu akasema, mimi sikuwa na nguvu hiyo. Wazo tu la kuachana naye lilifanya moyo wangu utake kupasuka, hivyo niliamua kuchagua kutafuta njia yoyote ya kubaki maishani mwake. Hivyo niliambatana naye hadi Dar kwa sababu mimi nilijua nikimwacha
akaondoka, basi ndio itakuwa mwisho wetu, na mimi sikuweza kuruhusu hilo. Kwa hiyo kufupisha tu, ilifikia hadi hatua nikawa naishi na mume wake nyumba moja, akidai kwamba alitaka watoto wake walio tumboni wapate nafasi ya kuwa na baba yao. Sasa pamoja na yote hayo, yani yote ambayo niliyafanya, bado alimchagua mume wake. Na siku niliyotoa mguu wake, yani siku niliyotoa mguu wangu pale kwao, alinisahau kabisa. Yani hakuwahi hata kunitafuta, hata kunijulia hali, hamna. Nirudi Arusha ambapo nilidhani labda ningemkuta yule mwanamke akinisubiri, lakini sasa alikuwa ameshaendelea na maisha yake. Hivyo nikaishia tu kuwa mwenyewe. Na kinachonisikitisha zaidi ni kuwa mwezi uliopita huyo ex wangu huyo alinipigia kuwa mume wake amemsaliti. Na kwa mara nyingine niliacha tena vitu vyote na kuja Dar kwa ajili yake. Japokuwa ni miaka 4 tulikuwa tujaongea wala kujuliana hali, lakini nilikuja. Hivyo naweza nisiwe katika nafasi yako kabisa, lakini naelewa maana ya kumpoteza mtu unayempenda sana na ukabaki ukiumia moyoni. Temu alitulia kidogo. Najua nasikitika kwa ajili yake. Alionekana mtu aliyejua kupenda sana, lakini haikuwa bahati yake. Basi nikamuuliza kwamba ex wako na furaha sasa ama? Temu akasema ya, unajua anaitwa Emily. Emily ya jambo kabisa ni. Yeye na mume wake wako vizuri. Wanategemea mtoto wao wa 4 sasa hivi. Kuna wakati wanawaza labda hii ni laana ya kumwacha Violet kikatili namna ile, lakini ndio hivyo. Nikamwambia sio laana, haikuwa tu bahati yako. Mimi naamini utakutana na mtu ambaye ni wako na utaelewa kwa nini umepitia yote haya. Timo alitulia kidogo na kufuta machozi yake. Akasema asante kwa kuweza kusikiliza malalamiko yangu. Mimi nasikia kama kuna mzigo umetuliwa moyoni mwangu baada ya kuelezea yote kuhusiana na ex wangu Emily. Basi Timo aliniambia hivyo sasa kutabasamu kwa huzuni. Nijikuta nikitabasamu na kukumbuka mara yangu ya kwanza kukutana na Kiani. Mimi ndo niliyekuwa nikimimina malalamiko na yeye alikuwa akinisikiliza tu. Basi nimwambia kwamba usiwaze, unaweza kunitafuta wakati wote kama unahitaji mtu wa kukusikiliza. Basi alitulia kidogo akifikiria, akaniambia kwamba mimi siwezi kukufanyia hivyo. Wewe mwenyewe unapitia kipindi kigumu wakati huu. Nikamwambia ya najua, na ninachukia watu wanavyokuwa wakinihurumia kila wakati. Kupata nafasi ya kusaidia hivi hata kama ni kwa kukusikiliza tu imenifanya mimi nijisikie vizuri, kwa hiyo itakuwa ni faida yetu sote. Timo akauliza okay, mimi siwezi kukataa hiyo ofa, lakini sijui sasa nitakutafutaje. Basi nilikinga mkono wangu na kupokea simu yake, kisha nikaweka namba yangu na kumrudishia. Baada ya hapo nimwambia kwamba naamini hapo unaweza kunipata wakati wote na nafurahi kuongeza rafiki mwingine. Basi bwana, alinipigia wakati ule ule, lakini simu yangu nilimwachia sende. Hivyo akaamua kutuma ujumbe ili iwe rahisi kwa mimi kuitambua namba yake. Kanambia asante sana Gordon, umeifanya siku yangu ya leo kuwa tofauti. Nikasema karibu, nadhani ni wakati sasa wa mimi kurudi ndani sababu mgongo umeshaanza kuuma. Nipo nisaidie kidogo hapa. Alisema kwa sasa nikimwomba anisaidie kuniinua kwenye kile kiti nilichokuwa nimejilaza. Akasema kwamba hamna shida, hata mimi mwenyewe inabidi niende kuangalia vijana walipofikia, kwa hiyo asante sana. Alinishukuru tena kisha tukarudi ndani. Basi Cindy akauliza kwamba wewe ulikuwa wapi? Cindy aliuliza nilipokaa pembeni yake. Nikamwambia nilienda nje kupunga upepo. Nimwambia hivyo sasa alitikia kwa kichwa na kumgeukia mume wake ambaye alikuwa akimuelezea kitu. Nilichukua simu yangu na kuanza kuipitia kidogo ili kupoteza muda. Kuna watu wengi walitaka kupiga picha na mimi lakini sikuwa katika hiyo modi. Sasa baadaye kidogo shughuli iliisha na nikawa na uhuru sasa wa kwenda kumkumbatia Kesi na kumpongeza kwa sababu hicho ndio kitu pekee nilichokuwa nasubiri ili niweze kuondoka. So baada ya kuwasalimia na kuwaaga nilitoka tayari kwa kuondoka. Sauti ya Timo ilisikika kiniambia kwamba usiniambie unaondoka bila kuniaga rafiki yangu. Nikasema nisamee. Unajua sivyo bongo wangu unawaza kitanda tu, kwa nimechoka sana. Timo akasema sawa, hakuna shida, mimi nataka tu nikuage kabla hujaondoka. Uwe na usiku mwema na asante sana kwa leo. Naona ni umelipa deni hadi umepitiliza sasa. Nitabasamu nikasema okay bye Timo. Nisema hivyo na kuelekea kwenye gari langu ambapo dereva alikuwa akinisubiri. Basi mwezi umeisha sasa, lakini yule mpelelezi hajarudisha majibu yote yanayoeleweka. Lakini hili alinisumbui sana. Unajua kuna wakati niliwaza kutafuta mpelelezi mwingine, lakini Ryan alisema tumpe muda kama mpelelezi alivyotaka. Na kuna wakati ambao nilitamani kuachia kila kitu, labda nikubali tu kuwa Kiani hana hatia tena,
kama mwanasheria alivyotuambia, lakini nafsini nilitaka kulisafisha kabisa jina lake. Nilitamani watu wakimzungumzia waongelee jinsi alivyomwema na alivyokuwa vizuri katika mpira na sio hilo swala la ubakaji. Kwa hiyo uvumilivu ndio kitu pekee nilichobakiwa nacho. Sasa mwezi wa kwanza uliisha haraka sana. Mwezi wa pili ulipoingia nilikuwa nimechoka zaidi. Kitu pekee nilichokuwa nakihitaji kufanya ni kutembea tu kwa uaminifu. Mama hakuniruhusu nizubae. Alisisitiza nitembee ili nyonga zitanuke. Na kweli kutembea kule kulinisaidia, kwani ilipofika tarehe 13 ya mwezi wa pili nilianza kupata uchungu. Mwanzoni sikuelewa, lakini mama ndo aliyetambua na kunipeleka hospitali. Basi niliwekwa tu kitandani huku nesi akija kunikagua kila baada ya muda hadi pale sasa alipojiridhisha na kwenda kumuita dokta. Wakati huo sasa mimi nilikuwa tayari wao kufanya chochote ili kumtoa huyu mtoto tumboni. Daktari alifika na kuanza kunipa maelekezo ambayo sikuyaelewa, na kitu pekee nilichojitahidi ni kusukuma pale aliponiambia. Basi mwili wangu ni kama ulikuwa hauna nguvu. Yule daktari akasema kwamba nataka usukume mara 2 za mwisho. Unafanya vizuri sana, haya jitahidi. Nikasema siwezi mimi. Nimwambia yule daktari huku sasa nikilia. Nesi aliyekuwa pembeni yangu alikuwa akinifuta jasho huku sasa akiniambia ninaweza na nikimaliza hapo nitaweza kumshika mtoto wangu. Hiyo sentence yake ya mwisho ilinipa nguvu na hatimaye nikasikia kilio cha mwanangu. Kidume changu. Daktari alisogea pembeni na mwanangu sasa akiacha manesi wakimalizia kunihudumia. Hatimaye mtoto wangu aliwekwa kifuani kwangu. Nilishasahau kabisa maumivu niliyoyapitia dakika chache zilizopita. Ilikuwa ni saa 10 alfajiri alipozaliwa kwenye siku ya wapendanao. Huu ni jioni wangu. Niliambiwa nianze zoezi la kumnyonyesha na mwanangu alidaka ziwa haraka na kuanza kunyonya na kunifanya nitabasamu sasa nikimwangalia macho yake mazuri sana. Ni macho ambayo najua vizuri sana kwa sababu si alikuwa baba yake. Hatimaye masaa 3 baadaye nilikuwa kwenye chumba changu nikiwa msafi na mtoto wangu akiwa amelala kwenye kitanda chake hapo pembeni. Wageni wangu wa kwanza walikuwa ni mama yangu na mama yake Kiani. Kulikuwa na machozi mengi sana, huzuni na furaha kwa siku zote 2 nilizokuwa hospitali. Siku ya 3 niliruhusiwa na ilikuwa ni siku ya pekee sana kwa sababu hii ni siku nilipanga kurudi nyumbani kwangu. Nadhani kwa sasa hivi niko tayari kurudi nyumbani kwangu. Nipo tayari kupiga hatua hii kubwa. Michelle alifanya kazi nzuri sana ya kusafisha nyumba na kuiandaa kwa ajili yangu na mwanangu. Asa mama akaniuliza kwamba una uhakika mara hivi kwa nini tusingeenda nyumbani hata mwezi mmoja hadi uzoe? Mama aliniuliza hivyo gari ilipopaki nje ya nyumba yangu. Nikamwambia kwamba na uhakika mama. Shida yangu ilikuwa ni upweke tu, lakini kwa sasa sitakuwa mwenyewe. Na sili tena nikimfikiria Kiani. Nadhani nimeshapiga hiyo hatua ambayo nilikuwa nahitaji mama. Ni wakati wa mimi kuwa mama sasa. Siku mwenyewe tena. Kuna binadamu anayenitegemea sasa hivi. Basi mama akasema nakuelewa mwanangu na mimi nitakuwepo hapa kusaidia kwa kadri utakavyonihitaji. Nikasema asante mama. Basi tulishuka kwenye gari na kuelekea ndani ambapo nilimkuta Zai akihangaika kutengeneza chakula. Alikuja kunikumbatia kwa furaha sasa akinipa pongezi. Nilimwambia kwamba asante Zai, naona tumekufanya mlezi wa wazazi. Zai akasema hakuna shida dada, una familia yenye upendo, yani unalipa vizuri, unanipa kuliko ninachohitaji, unaitunza familia yangu, kwa hiyo nitaka nini tena kwa Mungu jamani. Kwa hiyo asante sana Damara. Zai alisema hivyo na kunifanya nitabasamu tu. Nikamwambia haya, asante kwa mchango wako mkubwa na kwa kutokubadilika kipindi chote hiki. Msikilizaji, kwa namna fulani hivi alinikumbusha kipindi nikiwa nafanya kazi kwa Magiven. Nilidhamiria moyoni kumuuliza kuhusu elimu yake na kumsaidia kumuendeleza kama anatamani hilo. Akasema asante pia dada. Alisema sasa akinitazama kwa tabasamu. Nilitikia tu kwa kichwa sasa mimi nikiendelea kutembea mdogo mdogo kuelekea sebeni ambapo mama alienda kumlaza jua ni kwenye kitanda kizuri tu ambacho kiliwekwa pale. Ni vile vitanda vizuri sana vyenye matairi. Miezi miwili iliyofuata ilikuwa hivyo. Kila siku wageni na zawadi. Hakuna siku niliyokuwa mwenyewe au mpweke. Hata usiku mama alikuwepo kunisaidia. Tulipeana zamu za kukesha na mara nyingi aliniambia nilale usiku yeye abaki na mjukuu wake. Kwa kweli sijui ningefanya nini bila msaada wake kwa sababu pamoja na kusaidiwa kote huko bado nimechoka sana. Nilikuwa nimekaa sebuleni mwenyewe baada ya mama kurudi kwenye biashara zake. Majuzi alilalamika anaibiwa hivyo anahitaji kufuatia biashara yake. Jioni atarudi kulala hapa. Yaani atarudi kulala na mimi lakini asubuhi ataondoka na kuelekea huko. So nilikuwa nimemkumbatia tu mwanangu huko nikimbembeleza alale baada ya kumcheulisha. Kameshaoga, kameshashiba, ni wakati wake sasa wa kulala. Kweli kuchukua muda alisinzia na nilienda kumlaza kabisa chumbani. Baada ya kumlaza
Niliamua kwenda kuoga. Nilipotoka nilifunga mkanda wa tumbo na kuvaa nguo nyepesi. Kisha nikaelekea sebuleni. Sasa Zai alikuwa ametoka, lakini alihakikisha amemaliza majukumu yake yote. Kwa hiyo mimi sikuwa na kazi zaidi ya kupumzika mchana ule. Nilisikia mtu akipanda ngazi za pale kibarazani na ikabidi sasa nikimbie kwenda kufungua mlango kabla hajagonga. Yaani sitaki kitu chochote cha kumwamsha mtoto. Maana wakianza tu sije yaani hiyo hodi itamshtua mtoto. Sasa mlangoni alikuwepo Cindy na Casey, huku kila mmoja akiwa amebeba mtoto wake. Basi nikasema kwamba nadhani ndio ndoto ya kila marafiki jamani. Wafunge ndoa pamoja, wazae pamoja na wale pamoja. Hebu ona sasa hivi tunaweza kukaa na kuanza kuwasimanga watoto wetu. Nilisema kwa sasa nikiwaruhusu waingie. Waliingia kwa sasa wakicheka. Kila mmoja alienda kujitupa kwenye kochi baada ya kuhakikisha kwamba mtoto wake yuko vizuri. Sasa Cindy baada ya kutulia kuuliza kwamba mkwe wangu yuko wapi? Casey akasema, kwa hiyo baada ya kuona mali mpya haumtaki tena mwanangu? Casey alisema hivyo na kunifanya nicheke. Cindy akasema, mimi bado nipo kwenye kuchagua, kwa hiyo wote nyewe mnafaa kuwa wakwe wangu. Sema nategemea sasa na mtakavyomtunza binti yangu. Casey akasema, wewe mama mkwe hapana. Mara hebu mtetee mwanao. Wanataka wambemende huku, Jua ni mdogo kwa Kendi. Unategemea nini sasa hapo kitatokea? Nikasema, jamani, unajua mnanisumbua na kunipigia kelele. Ukuta hata mkwe wangu bado hajatungwa mimba. Nimeahirisha jamani. Mwanangu akifika miaka 5 ndo nitachagua. Bila shaka watakuwa wameongezeka watoto wengine wazuri. Basi nisema hivyo, tulicheka kidogo na kuanza kumtania, huku Cindy sasa akijitetea yeye ndo mwenye binti, kwa hiyo tusimkoromee. Paka jioni inafika, nilikuwa nimefurahi sana na nimekuwa na wakati mzuri mno. Kuna kitu hakipo sawa msikilizaji. Huu ni mwezi wa 6 sasa, lakini huu ni mwezi wa 7 tangu mpelelezi aanze kazi yake, lakini mpaka wakati huu hakuna chochote cha maana alichogundua. Mwanzoni nilimfurahia kwa sababu hakuonesha tamaa, na kile kiasi alichokisema nilimuongezea kwa kuonesha namna gani ninathamini kujitoa kwake. Lakini mpaka wakati huu sielewi yani fanye nini. Yani kila siku ya ripoti ikifika atatoa maelezo marefu yasiyo na tija na atataka ongezewe muda. Mwanangu anakaribia kukaa sasa, na nilitegemea kuwa mpaka wakati huu angalau kungekuwa na mwanga juu ya yote aliyotokea, lakini sasa sioni hilo likienda kutokea kabisa. Kuna wakati najuta na kuwaza labda ningechagua tu wale walioweka maslahi mbele. Labda wale walijua kazi zaidi ya huyo. Labda nilikosea kwenye kuchagua. Na nafsi yangu iliuma sana, hasa ukizingatia kwamba kesho unatimia mwaka mmoja tangu kifo cha Kian. Mwanangu alianza kulalamika na kunifanya nimtazame. Nilikuwa nikimnyonyesha, lakini mawazo yangu yalikuwa mbali sana. Na kwa wakati kama huu moyo wangu uliuma sana kwa sababu ninaona kama vile nimemwangusha Kian. Nilijaribu kuendelea kumnyonyesha Juan lakini alikataa. Hivyo nilimweka begani ili acheue. Baada ya kucheua nilimlaza kwenye kochi na kumwekea kitu cha kuchezea, kisha nilienda jikoni kutafuta kitu cha kula. Kati ya vitu nilivyovipenda kwa Juan ni upole na ustaarabu wake. Aisee, mwanangu akishiba na akawa msafi, yaani unaweza kumwacha wewe ukaendelea na mambo yako. Yaani atajiongelesha mwenyewe tu, utasikia adhra hadi achoke. Mara nyingi anakuaga anajibembeza mwenyewe kulala, kitu ambacho kinanisaidia sana hasa kipindi hiki ambacho niko mwenyewe. So nilichukua simu yangu na kuendelea kufanya mipango kuhusu kesho. Nikiwa katika kukaa pale nikifikiria kitu, kuna wimbo niliuandika kwa ajili ya Kian kipindi kile nilipoenda Uingereza kwa ajili ya kesi, lakini sikuwahi kurekodi wala kufanya chochote kuhusu ule wimbo. Kwa wakati huu nitamani sana niutoe, na nitamani utoe hata kesho. Kwenye ule wimbo niliandika kila kitu ambacho nilikuwa najisikia kwa wakati ule. Sidhani kama kuna maneno ninayoweza kuelezea kila kitu kama ule wimbo. Baada ya kuwaza hivyo, sikutaka kupoteza muda kabisa. Nilimchukua mwanangu na kumwandaa, kisha nikapaki vitu vyake na mimi mwenyewe nijiandaa na nikaelekea studio. Basi kesi kwa furaha sana nilipoingia studio na mwanangu alimuita, Juan. Nikamuuliza kwamba kwa hiyo huyu Juan amebebwa na kijiti ama? Nimuulize kwa sasa nikikaa kwenye sofa. Akasema, hebu acha hivi bwana. Hebu mlete huyu handsome wangu hapa. We, jamani. Hayo mashavu namlisha nini? Mbona wangu ana mashavu? Kesi alisema kwa sasa akimbeba mwanangu na kumbusu. Nicheka kidogo nikasema, Kesi, mili ya watoto nitofautiana, kwa hiyo usipate shida bwana, cha msingi Felix anayo afya nzuri. Kesi akasema, anajua lakini hainizuii kutamani mashavu makubwa na watoto vibonge kama huyu wako. Alisema kwa sasa akiendelea kumbusu Juan ambaye alikuwa kitabasamu tu na kuonesha mapengo yake. Basi nikamwambia kwamba wakati huo mnaendeleza mapenzi yenu, ingekuwa vizuri kama ungenisikiliza. Kesi akasema, masikio yangu hajaziba, wewe ongea tu.
Aliniambia sasa akiendelea kumchezea Juan ambaye alikuwa amejaa furaha. Nikasema okay, nimekuja kurekodi wimbo. Niliuandika muda mrefu sana na kipindi ninapanga albamu yangu mpya sikudhani ungefaa kuwekwa. Na kusema kweli niliupotezea kwa sababu ni wimbo nilio mwandikia Kian, lakini kesho inakuwa mwaka bila yeye. Na nadhani huo wimbo ndo una maneno ya kutosha kuelezea kila kitu kwa Kian. Hata kama hayupo, hawezi kusikia, nadhani itakuwa vizuri nikiutoa kesho. Naweza kuuimba kwenye ibada kama nikiwa na hiyo nguvu, lakini cha msingi ni mimi kuutoa huo wimbo kesho. Basi Kesi alinitazama kutabasamu. Akasema nakuelewa Mara. Basi tuingie kazini ili zoezi hili liweze kuisha haraka. Kesi alisema hivyo. Nilimpatia simu yangu ambapo kuna rekodi ya ule wimbo. Nilirekodi kwenye studio niliyotengenezewa na Kian kule kwake. Iko kisasa sana na ilinifanya nione raha kufanya kazi, lakini Uingereza bila Kian sio nyumbani. Basi Kesi aliniuliza kwamba huu ni wimbo mzito Mara, umeupa jina gani? Nikasema Pumzi ya Mwisho. Nilimwambia kwa huzuni. Kesi alishusha pumzi kidogo na kunikabidhi mwanangu, kisha akaingia kwenye zoezi la kuanza kutengeneza muziki. Ulikuwa ni wimbo wa taratibu sana, kwa hiyo haukuhitaji kitu zaidi ya kinanda tu. Haikuchukua muda kwa Juan kusinzia mikononi mwangu, hivyo nilimlaza kwenye sofa tu la pembeni yangu na kubaki nikimsikiliza Kesi akipiga kinanda. Kesi alikuwa mwepesi sana wa kuelewa na alikuwa mbunifu. Hiyo ndio sababu tumeweza kufanya kazi pamoja muda wote. Asalisali moja baadaye niliweza kuanza kuingiza sauti. Ilitubidi turudie mara kadhaa kwa sababu kuna wakati hisia zilinizidi na nikajikuta sasa nikishindwa kuizuia sauti yangu. Kuweseka ni ile yani nilikuwa naweseka sana, na hii ni kutokana na hisia zote nilizokuwa na hangaika kuzizuia. Lakini sasa masaa kadhaa baadaye wimbo ulikuwa tayari. Ni wimbo ambao umenichukua muda mfupi sana kuutengeneza. Nadhani ni kwa sababu tu haukuwa na mambo mengi. Kesi aliongezea vitu alivyoona vinafaa na wimbo ulikuwa tayari. Nilimtumia Michelle ambaye alikubaliana na mimi wazo langu, kwa hiyo hapa niko tayari kwa ajili ya kesho. Nilishuka kwenye gari nikiwa sasa nimemkumbatia mwanangu. Leo ilikuwa ni tofauti. Leo nilivaa nguo nyeupe. Tangu siku nilipompata Juan niliapa kuacha kuomboleza. Na kwa siku ya leo tunasherehekea maisha ya Kian, kwa hiyo niliona nyeupe itafaa zaidi. Hata mwanangu nikimvalisha nyeupe atapendeza. So niliingia kanisani, huku pembeni kila upande akiwepo mama. Yaani kulia alikuwepo mamangu na kushoto alikuwepo mama yake Kian. Ibada hii ilitangazwa, kwa hiyo watu waliohudhuria walikuwa ni wengi sana. Kulikuwa na mabango makubwa sana yenye picha za Kian, na picha moja ilinifanya nihuzunike zaidi. Ilikuwa ni picha niliyompiga mwenyewe mara ya kwanza alipombeba Julia. Kian alikuwa akimtazama binti yake kwa furaha ajabu. Nijikuta nikijiuliza kama angefurahi hivyo kama angepata bahati ya kumuona Juan. So nijikuta nikijiuliza maisha yangekuaje kama angekuwa hapa. Mamangu alinisukuma kidogo, ndipo nikagundua nilikuwa nimesimama tu nikishangaa ile picha. Niliinamisha uso wangu uliojaa machozi na kuelekea kanisani hadi mbele kabisa ambapo tulielekezwa kwenda kukaa. Sasa nilipokaa tu, mama alimchukua Juan, hivyo nikapata nafasi nzuri ya kuinamisha kichwa changu na kulia hadi moyo wangu ukawa mwepesi tena. Asa pale mbele kulikuwa na picha nzuri sana ya Kian akiwa ametabasamu. Upande wa pili ilikuwepo picha yake akiwa anashangilia baada ya kufunga goli. Haikuchukua muda kanisa lilijaa na ibada ikaanza. Kitu ambacho sikutegemea ni kumuona Delila akija kukaa pale tulipokuwa tumekaa. Yaani kwa ufupi sikutegemea kabisa kumuona hapa. Alafu kizingatia jinsi ambavyo amekuwa akifanya mahojiano na kila mwandishi wa habari, na pili yeye ndio sababu tuko hapa leo. Yeye ndio aliyemsukuma Kian hadi akafikia hatua ile. Sidhani kama kuna mtu ninayemchukia zaidi ya huyu mwanamke kwa sasa. Alafu bazeli ni kwa Delila alikuwa ameongozana na Chazi ambaye alikuwa amembeba Julia. Nilisikia mwili wangu ukichemka kwa hasira, lakini nilijua hii sio sehemu ya mimi kufanya fujo. Waandishi wa habari walikuwepo kila mahali na kila mtu alikuwa akipiga picha, kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya kuongezea habari. Sasa Delila yeye alijishauri kutusalimia. Unajua mdada wana ni asijata nimzungumzie vipi maskini. Kusema kweli nilijikaza sana kutokumnasa kibao. Na aliponitazama hapo kwa tabasamu tu akinipa mkono, nilijizuia sana. Bora ya Chazi ambaye aliamua tu kusalimia kwa mbali na kukaa. Basi baada iliendelea kwa utulivu hadi wakati mchungaji aliponipa nafasi ya kuimba wimbo. Niliona kila mtu akivuta kamera yake na kwa namna fulani ilinikera, lakini niliamua tu kuangalia ile picha ya Kian akiwa anashangilia baada ya kufunga goli. Niliweka macho yangu pale bila kuyatoa, huku sasa nikiruhusu maneno kutiririka kutoka mdomoni mwangu baada ya kinanda kwanza. Basi
Niliimba pale niliimba hadi pumzi yangu ya mwisho. Nilipomaliza wimbo kulikuwa na ukimya. Hadi nilipofika na kukaa pembeni ya mama, sasa nikimchukua mwanangu na kumkumbatia. Nilijaribu kupata faraja kutoka kwake na mwanangu kama alijua, kwa sababu alianza kunishushia mabusu mengi bila wasiwasi. Nitabasamu sasa nikimwambia nampenda, ni alicheka tu huku akionyesha mapengo yake. Julia alitembea na kunifuata huku sasa akimshangaa Juan. Nitabasamu na kumsimamisha Juan ili aweze kumuona dada yake. Ni huzuni kwamba hii ndio mara ya kwanza kwa hawa watoto kuonana. Na wakikaa hivi pamoja, hauhitaji hata kuuliza kama hawa ni ndugu kwa sababu macho yao yanafanana. Nitabasamu zaidi pale Juan alipomkumbatia Julia huku sasa akimbusu, au niseme tu kumpaka tu mate. Na Julia alikuwa akicheka tu huku akiita toto. Ama kweli watoto hawajui chuki. Chuki inapandwa katika mioyo yetu. Na kama Delila alinisikia kwa sababu alikuja na kumnyakua mtoto wake huku sasa akimwambia kuhusu kuongea na watu wasiowajua hata kama ni watoto. Sasa mimi nimchukua mwanangu ambaye alikuwa amevuta mdomo sasa na kumkumbatia, huku nikijikumbusha hii sio sehemu sahihi ya kwanza ugomvi. Basi nilifurahi sana pale mchungaji alipofunga ibada. Mrs. Mapesa alikunjua mikono yake na kumkumbatia Julia ambaye alikuwa akimshangaa. Alimbeba huku akimbusu na kumwambia muite bibi. Furaha aliyokuwa nayo yule mama ilikuwa ni tofauti, lakini Delila alienda na kumchukua mwanae sasa akiongea. Delila alisema kwamba mnakazana kumbusu na kumbeba mtoto ambaye hamumtunzi. Ni mwaka sasa tangu Kiani afariki, lakini mwanangu mmemtenga, hajawahi hata kununuliwa chupi. Yaani kwa pesa babake hata chupi tumeshindwa kununua. Bora tu Kiani wangu angebaki hai. Alikuwa na mapungufu yake, lakini kipindi kile mwanae alikula, akavaa na akapendeza vizuri. Delila alikuwa anaongea kwa sauti, yani kila mtu pale kanisani alikuwa anasikia. Mikono yangu ilikuwa ikitetemeka kwa hasira. Nilitamani mnase hata makofi, lakini badala yake niliamua tu kuongea nikasema ya kwamba hayo ni maneno ya kijasiri sana kutoka kwa mtu ambaye amemuua huyo baba wa mwanae kwa sababu tu hakuwa tayari kurudi kwenye makucha yako. Delila, hivi si umwache Kiani apumzike? Kama shida ni mahali, uliona ugumu gani kumfuata mama hapa nyumbani kwake hadi uje ongee dunia nzima isikie? Familia nzima hii inajua haujawahi hata kuja kumsalimia mama hapa wala kumleta mjukuu wake tangu msiba utoke. Alafu unakuja kusemaje hapa? Eti atunzwe. Kuna maelezo mazuri tu Kiani aliacha kwa ajili ya Julia, lakini ulikuja kuongea na huyu mama? Ulipokea hata simu zake alipokutafuta? Inashangaza, yani unaona una haki ya kutunza, lakini hiyo familia kwamba eti yani kwanza hauwapi hata nafasi ya kumjua huyo mtoto. Hautaki hata Julia amfahamu ndugu yake. Lakini wewe ndio ambaye kila kukicha uko tu kwenye TV, kwenye radio tofauti ukiongea uongo wa kila aina. Hebu mpumzishe basi Kiani. Anza kushughulika basi na watu walio hai sasa hivi. Msikilizaji, hapo nilikuwa naongea ni kwa utaratibu lakini ni kwa hasira, yani na hasira sana. Ni vile tu mama alikuwa ameshika mkono wangu wa kulia, lakini nadhani kama angekuwa ameniachia basi nisingesita kumnasa hata kofi moja. Delila aliangalia pembeni na akaona watu jinsi wanavyomtazama, kisha akanitazama kwa mshangao kama vile nimemwagia maji ya baridi. Nadhani alihisi kwamba mimi sitaongea, kwamba nitabakia kimya kama nilivyokuwa kimya mwaka wote uliopita, lakini kwa sasa imetosha. Kama najaribu kumwaibisha Kiani, basi na mimi nitamwaibisha. Asa Delila kwa hasira akauliza kwamba kwani nitakiwa niombe? Kwa hiyo kitu ambacho mwanangu ameandikiwa nilitakiwa nije kwenu kugaragara ndio mnipatie? Nilifoka nikasema, wewe, hayo ni maneno yako mwenyewe, umesikia? Mama hapa amekupigia mara ngapi lakini hujapokea? Unajuaje kama ndo alikuwa anakuita kuhusu kuongelea hilo? Hebu naomba utupumzishe basi. Kama wewe hauumii basi jua kuna watu ambao bado tunaumia mpaka leo. Kuna watu ambao kila siku tukiamka asubuhi na kitanda kitupu mioyo yetu inakuwa mizito. Sio kama wewe ambaye umeshapata mtu wa kumweka hapo pembeni. Kwa hiyo naomba basi tupumzishe, umesikia? Tumechoka. Nimechoka kuona mpenzi wangu akitukanwa kila siku kwa sababu yako. Niliongea hivyo basi Mrs. Mapesa akasema, basi mwanangu inatosha. Mrs. Mapesa alisema hivyo lakini sikuridhika. Kilio cha mwanangu ndio kilinituliza. Alikuwa akinitazama kwa huzuni na hajawahi kuniona hivi. Ilibidi sasa nitabasamu na kumchukua kutoka kwa mama. Delila aliniangalia kwa hasira na kuanza kujiliza sasa akitoka kanisani na wimbi la waandishi likimfuata kwa nyuma.
Sasa mama yeye alitaka kuongea lakini sikuwa tayari kumsikiliza. Hivyo nilianza kutoka nikiwa nimembeba mwanangu. Kuna waandishi walitaka kunisimamisha lakini sikusimama. Nilienda kuingia kwenye gari kisha nikaondoka. Mpaka nafika nyumbani, habari zilikuwa zimeshasambaa mtandaoni. Na kama kawaida kuna wale walioeleza walichoona na kuna wale ambao walienda moja kwa moja kunionyesha mimi kama mtu mbaya. Kwa hiyo hakuna jipya, na hapo bado kuna video ya Delila akiwa anaujiwa pale nje ya kanisa baada ya kutoka huku akilia. Ameeleza namna gani familia ya Ken inamdharau na haimthamini yeye wala mwanae, kwamba mimi nimemdhalilisha na kumtukana lakini familia ya Ken walibaki wakitazama tu bila kumtetea. Kwa kweli nilicheka sana, sio utani msikilizaji, nicheka. Hata ile hasira niliyokuwa nayo haikuweza kunizuia kucheka. Mamangu alikuwa kifoka na kukasirika sana. Mimi sikuona shida yoyote, nilibaki tu kimya tu sababu nimeshazoea kutukana sana. Mpaka hapa nilipofika nimeshazushiwa vitu vingi sana. Labda hii inamtesa kwa sababu ni mara ya kwanza yeye kushuhudia tukio na kushuhudia ilivyokuja kugeuzwa. Sasa mama alisisitiza kubaki na mimi siku ile na wala sikumzuia. Marafiki zangu walikuja kunifariji lakini niliwaondoa hofu na kueleza kwamba niko sawa kabisa. Ilipofika jioni kuna namba mpya ilinipigia. Nilikuwa nimechoka hivyo sikujisumbua. Sina nguvu ya kwanza kushughulika na namba mpya. Ilipokata simu iliita tena lakini awamu hii alikuwa ni Michelle. Baada ya kunijulia hali alinieleza kuwa inabidi tuairisha kutoa ule wimbo kutokana na mambo yalivyoenda. Angalau tusubiri maneno yapungue kama nataka watu kupata ujumbe ulioko kwenye wimbo. Basi nimuitikia tu kwa sababu hata nilikuwa nimelisahau hilo kabisa. Baada ya hiyo kata simu, ile namba ngeni ilirudia tena kunipigia. Awamu hii nilipokea. Sauti ya kiume ilisikika ikisema kwamba najua haukukumbuka kuhifadhi namba yangu, ndio maana upokee simu. Ilikuwa ni sauti ya Timo. Na aliongea hivyo na kuanza kucheka. Nilimwambia kwamba kweli hujakosea, si unajua tena akili zote zilihamia tumboni. Timo akasema, naelewa kabisa, vipi uko wapi? Nikamwambia, Timo, hivi unategemea niwe wapi usiku wote na mtoto mdogo? Timo akasema, hata sijui bwana. Mimi niko Dar na nina keki kubwa hapa na vitu vingi vya kuongea. Natamani ungekuwa na nafasi ya kutoka tuongee. Aliniambia hivyo, nilijikuta tu nikicheka kidogo nikasema, bahati mbaya na mtoto wa miezi 4 kwa hiyo siwezi kumwacha. Nilisema hivyo, asa mama akasema kwamba unaweza bwana, hebu toka kidogo kachangamsha ubongo bwana, mimi nitabaki na Juan. Mama alisema kusasa akiingia sebeni na kusikia sentence yangu ya mwisho. Basi nikasema kwamba lakini ni usiku na Juan alinikatisha hata kabla sijamaliza sentence. Mama akasema kwamba Juan atabaki na mimi kwa hiyo usipate shida. Basi nikamwambia Timo kwamba okay, hebu njoo basi unicheki, ngoja nikutumia anwani. Nilimwambia hivyo Timo na kata simu. Sasa kwa siri kidogo akasema mama ndo nini sasa mtu mwenye hata ani haumjui. Mama akasema anakuja kukuchukua na kunisalimia. Mimi naweza kuona simu yako ilipo wakati wote. Kwa hiyo nadhani utakuwa salama. Ni mwaka sasa Mara, ni wakati wa kuanza kupiga hatua na kuanza mahusiano mapya. Sio kwamba Kian alikuwa mume wako kwa hiyo umeachwa mjane. Una uwanja mkubwa wa kuchagua. Na ninajua ukijiruhusu utapata kijana mzuri tu. Mama alisema hivyo. Nikasema mama, usije ukakaa akilini mwako ukadhani kwamba eti mimi na Timo tunaweza kuwa zaidi ya marafiki. Mama, ni mwaka tu, mimi siwezi kumpenda mwanamume mwingine. Nilisema sasa nikianza kuchukia zaidi. Nilianza kujutia kukubali kutoka na Timo, lakini kengele ilipolia mlangoni ilinitoa kwenye mawazo yangu. Nilienda kufungua mlango kusasa mama akipotelea jikoni. Timo aliachia tabasamu kubwa na kunikumbatia huko tukisalimiana. Nikasema kwamba karibu, akasema asante. Basi alisema sasa akizungusha macho kagua nyumba yangu. Akasema nyumba yako inapendeza. Nikasema asante. Basi kabla hata sijasema neno jingine mama alitokea akiwa na glasi ya juice. Timo aliinuka haraka na kumpokea mama kisha akamsalimia. Mama alikuwa anaongea kwa furaha, utadhani nilimwambia namtambulisha mkoa wake. Nimwambia kwamba ngoja nikuache na mama hapa nikabadili nguo. Basi nilielekea chumbani, nilivaa jeans, t-shirt na kofia kufunika kidogo uso, na ukizingatia ni usiku sio rahisi mtu kunitambua. Kwa usiku wa leo mimi sikutamani kuonekana kabisa. Yaani nilipita chumbani kwa mwanangu ambaye alikuwa amelala, nilimbusu na kutoka, lakini nilipotoka tu chumbani kwake alianza kulia. Nilimchukua na kumbusu sasa nikielekea sebuleni. Timo aliacha tabasamu alipoona nimembeba Juan na kunyosha mikono yake kumpokea. Nilienda na kumpatia sasa nikicheka kwa jinsi Juan alivyokunja sura baada ya kuona sura asiyojua. Alishangaa kidogo lakini haikupita dakika moja akaanza kulia. Mama alimpokea sasa akituambia tuondoke.
Nitamani kumchukua mwanangu, lakini mama hakuwa na utani kabisa. Alitufukuza na kitu kilichonifanya mimi nicheke. Nisimama pale nje hadi mwanangu aliponyamaza, ndipo nilipoweza kuingia kwenye gari la Timo na moyo wangu ukiwa na amani kidogo. Basi nilimwambia kwamba okay, niambie sasa. Timo akasema, hebu kwa basi mpole mama, mimi naamini tutakuwa na muda wa kutosha kuongea. Aliniambia kusasa kutabasamu na kuanza kutoa gari getini. Nikamwambia kwamba unajua natakiwa kurudi kwa mwanangu mimi siwezi kukaa nje muda mrefu sana. Timo akasema, najua kabisa, mimi nimetoka tu kumbeba mtoto wako na ni mzuri sana, sasa nitasauje ile swala lakini kuwa mvumilivu kidogo, sehemu na kupeleka hata sio mbali. Nikasema okay, acha niwe mpole basi. Nilisema na kusogea kuamua kuwasha redio. Nitabasamu baada ya kusikia ule wimbo wa Abi. Umefanya vizuri sana, na nikikumbuka nilimsaidia kubadili mistari kadhaa, kumsahihisha na kumpigia mziki. Kwa hiyo najivunia sana. Tulikuwa kimya safari nzima, huko Timo akiniuliza maswali kadhaa, kisha tunarudia ukimya wetu. Haikuchukua muda, tulifika eneo ambapo ndani kulikuwa kuna nyumba nyingi sana za kupanga. Nikamuuliza kwamba unanipeleka wapi? Akasema siwezi kukuchinja wala kukudhuru Gordon. Nataka tu nichukue hiyo keki alafu twende beach. Ushawahi kwenda beach usiku? Anauliza. Nikasema kwa bahati mbaya usiku kuna majini baharini huko. Timo alicheka tu na kushuka kwenye gari. Akasema kwamba karibu ndani au unanisubiri hapa kwenye gari? Nikasema nenda tu, nitakusubiri hapa. Basi nimwambia na alitikia tu kwa kichwa na kuelekea ndani. Mimi nikabakia pale nje ya gate ambapo kwa ndani kuna nyumba nyingi tu. Dakika chache baadaye nilimuona akitoka na box la keki, kisha akaliweka kwenye siti za nyuma, kisha akarudi ndani na kutoka na box jingine kubwa. Sijui lina nini, lakini kama vyote hivyo ni vitu vya kula, basi ajiandae kunibeba hadi nyumbani. Baada ya kuweka ile box kubwa, aliingia upande wa dereva na kuwasha gari. Akasema kwamba haya, funga mkanda sasa, furahia maisha. Leo nakupeleka upande wa beach ambao haujawahi kufika. Basi mimi nitabasamu tu na kulaza kiti kidogo, kusasa upepo mzuri ukianza kunipiga. Haikuchukua muda, usingizi mzuri ulinichukua. Niliamshwa na Timo ambaye alikuwa ananiamsha kama ananibembeleza. Akanambia, Gordon, tumefika. Alisema kwa sauti ya upole sana. Nilifungua macho na kuangalia nje nikitegemea kuona mchanga, lakini niliona giza tu, huku nikisikia mawimbi ya maji. Nilishtuka na kukaa vizuri tayari kwa lolote. Asa Timo akanambia kwamba usishtuke, tuko kwenye meli. Timo aliniambia na kufanya tumbo langu likate kwa maumivu. Nikamuuliza kwamba meli? Wewe ulisema kwamba tunaenda ufukweni? Kwenye meli tunatafuta nini? Nimuuliza kwa sira. Timo akasema kwamba nisamehe, ilikuwa ni kupeleka ufukweni, lakini sasa nikawaza kuwa huwa kuna watu wengi sana pale. Ndio nikakumbuka hii ofa nilipewa na mshikaji mmoja hivi na sijawahi kutumia. Ndio nikaona nikulete huko. Lakini kama una wasiwasi mimi naweza kurudisha nyumbani. Alisema hivyo kwa pole sana hadi nilianza kujisikia vibaya kumgombeza. Nikasema it's okay, samani nimeongea hivyo, lakini ulitakiwa uniambie mapema. Timo akasema ulikuwa umelala alafu mimi sikutamani kuamsha. Nikamuuliza kwamba okay, kwa hiyo ndo tumeshafika ama? Niliuliza kusasa nikianza kuchangamka moyoni. Sijawahi kupanda meli. Hizi meli kubwa kabisa zenye makontena huwa naishia kuyaona kwa mbali tu. Basi akasema kwamba hapana, nataka nikuonyeshe mahali, lakini ndio inabidi tutembee kidogo kutokea hapa. Alisema kwa kiniangalia kwa tabasamu. Nikasema okay. Nilitikia tu na kushuka haraka, kitu kilichomfanya acheke. Akaniambia kwamba naona umechangamka ghafla. Aliniambia hivyo sasa nilipozunguka upande wa pili ili kumsaidia kubeba chochote alichohitaji msaada. Ndio akasema kwamba usijali. Nikamwambia kwamba unajua mimi sijawahi kupanda meli kubwa hivi, ndio maana naona kama nimechangamka. Akasema okay, basi jiandae kushangaa zaidi. Alisema sasa akitoa ile maboksi, nilimsaidia kubeba boksi dogo na yeye akabeba kubwa. Baada ya kufunga gari, tulianza kukatiza katikati ya yale makontena hadi mahali ambapo tulikuta ngazi pembeni ya kontena. Yaani kontena 4 zilikuwa zimebebeshwa na kwa pembeni kulikuwa kuna ngazi ya kupanda hadi kontena la juu kabisa. Sasa Timo akaniambia kwamba sasa hebu subiri hapa, sitaki uanguke kwa kujaribu kupanda na box. Acha nipandishe ili alafu nije kukuchukua. Basi Timo aliniambia hivyo, nilimuitikia tu bila ubishi kwa sababu ngazi zilikuwa nyembamba na ni za kuogopesha kweli kweli. Alipanda hadi juu na mimi nikabaki nikishangaa tu. Nilipoona akifungua mlango akaingia, nilibaki namkodolea tu macho. Alichukua muda kidogo, lakini hatimaye alitoka na kuja kunichukua. Alipokea lile box dogo na kuniambia nitangulie ili anidake kama nitaanguka.
Tulipoingia kwenye lile kontena nilibaki mdomo wazi. Ilikuwa ni kama sebule hivi, kuna sofa nzuri, sehemu ya jiko ndogo sana lakini mtu anaweza kusimama akapika, na pembeni kuna kabati la ukutani lenye vyombo vichache tu vya kuhesabika. Upande wa pili kulikuwa na TV, kuna meza ndogo na zile sofa. Nilibaki nikitabasamu tu, nikasema ya kwamba wao, nani angewaza hata kitu kama hiki jamani. Akasema karibu ukae. Basi nilikaa sasa nikiendelea kushangaa. Timu alijiweka bize kusogeza ile meza ndogo karibu yetu, kisha akaleta sahani 2, kisu, uma 2 na glasi 2, ndipo akakaa pembeni yangu. Basi Timu akasema ya kwamba umemaliza kushangaa kwa sababu nataka nikushangae zaidi. Vipi, umemaliza ama? Timu aliuliza hivyo na kunifanya nicheke, huku sasa nikitikia tu. Alibonyeza kitu pembeni ya sofa, kisha ule upande mmoja wa kontena ambao haukuwa na kitu chochote ulianza kufunguka kwenda juu kama vile ni bonnet ya gari inavyofunguka. Nibaki mdomo wazi kwa sababu kwa hapa ni kama unaona mji mzima. Taa zote za mji zinang'aa kama nyota vile. Sasa nikamuuliza kwamba umetoa wapi? Nimuuliza sasa nikiinuka na kusogea kidogo nikishangaa. Akasema ya kwamba no, usije ukapitiza huko. Hapa ni pa kukaa na kuangalia na kupunga upepo ukiwa kwenye sofa. Alisema sasa akinishika mkono na kunivuta nirudi kukaa. Ilinichukua muda kuzoea na kutulia, lakini hatimaye nilitulia na kupokea sahani yenye kipande kubwa cha keki. Nikamwambia kwamba siwezi kunywa pombe, ninanyonyesha. Nilimueleza hivyo baada ya kuona ameanza kumimina wine kwenye glasi yake. Basi akaniambia kwamba nimejisahau kabisa, sijaja na kinywaji kingine alafu. Nikasema hakuna shida, usijali, hii hapa kwanza keki inanitosha tu. Akasema no, hii ndio nafasi ya pekee ambayo mimi nimeipata kukutoa. Nataka ufurahie kila sekunde. Hebu ngoja hapa nipekue makabati kama nitabahatisha kitu. Alisema na kuinuka kwenda kutafuta, lakini aliambulia patupu. Nilimsisitiza nikamwambia kwamba Timu, usijali, mimi sina shida. Timu akasema unaweza kunipa kama dakika 15 hivi? Niliona sehemu nje kidogo hivi, acha nikakuchukulie. Kuna kitu kingine ambacho labda unahitaji nije nacho? Nikasema hapana, isiwe tu juisi ya embe, huwa sipendi hizo. Akaniuliza okay, nikileta matunda mchanganyiko je? Nikasema hiyo itakuwa sawa. Akasema sawa, basi naomba nisubiri kidogo niende hapo chini. Nilimuitikia na akatoka haraka. Nikabaki sasa mwenyewe pale ndani, huku sasa nikilele keki na kuangalia mji. Simu yangu iliita na kunitoa kwenye mawazo yangu. Nilipotazama ilikuwa namba ngeni. Mara nyingi huwa sizipokei, lakini kwa wakati huu nilipokea tu sababu sikuwa na kitu kingine cha kufanya. Basi nisikia sauti ya kiume kiniambia Mara. Ilikuwa ni sauti ya Chaz. Ilibidi nitoe simu sikioni na kutazama ile namba. Nilihisi kama vile sijasikia vizuri. Chaz akasema Mara, uko wapi? Chaz aliuliza baada ya mimi kukaa kimya. Nikamwambia kwamba Chaz, unataka nini usiku wote huu? Asa nimuulize hivyo, lakini badala ya kunijibu aliendelea kuuliza kwamba sina muda mrefu Mara. Niko hapa nje kwako, kuna mzigo nataka nikupatie na nitakueleza kila kitu kitoka. Chaz aliongea haraka hivyo, maneno yake yalizidi kunichanganya kwa kweli. Akauliza tena kwamba Mara, unanisikia? Nikamwambia kwamba sipo nyumbani, nimetoka kidogo. Lakini wewe unataka nini Hivi kitu gani kinachokufanya ufikiri kuwa ni mimi nitakuamini baada ya mambo yote yaliyotokea? Mara, mimi nafahamu yote. Ndio maana mimi nimejihatarisha na kuja kwako usiku wote hiyo. Mimi ninachotaka kukupatia ni kwa faida yako na mtoto wako. Tafadhali, naomba utoke nje. Ni jambo la muhimu sana. Ni kwa faida yako na mtoto wako. Nakuomba sana. Mara, nakuomba mno. Msikilizaji, sehemu inayofuata ndio sehemu ya mwisho. Hili jambo ambalo Chaz anataka kumueleza Mara ni jambo gani? Amemwambia ni kwa faida yake yeye na mtoto wake. Mara pop, mtoto sio wake ni. Anyway, sehemu inayofuatia ndio sehemu ya mwisho msikilizaji. Tutajua Chaz amefuata nini tena kwa Mara. Japo Mara hayupo nyumbani. Nyumbani kamwacha tu mama yake, na wakati huo Chaz anapiga simu, Chaz alikuwa nyumbani kwa Mara akiwa nje ya gate, lakini ndio maana mwambia atoke nje japo Mara hayupo nyumbani. Sasa mimi na wewe tunatamani sana kufahamu ya kwamba ni jambo gani hilo msikilizaji, na tunafahamu sasa hivi Chaz ana date na Delila. Sasa ni jambo gani hilo ambalo Chaz anataka kumpatia Mara, jambo ambalo ni faida kwa Mara pamoja na mtoto wake? Mungu akulinde, akujali afya njema, kwa mapenzi yake atukutanisha mimi na wewe hapa sehemu inayofuata ambayo ndio sehemu ya mwisho. Mtayarishaji ni Chuchu, niseme tu God bless you till we meet again. Bye bye.